ndugu mawakala, makamanda wetu, majemedari wetu, ndugu wanachama wenzangu, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Habari ya jioni jamani. Makunduchi raha kweli. Mtakuja kutulaza makunduchi le. Kwanza naomba niungane na nyinyi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, tumepita tuliyopita, yakiwemo haya tuliyoelezwa hapa, kwa sababu haya yalihitaji kifua. Kweli. Yalihitaji kifua kweli. Lakini Mwenyezi Mungu akatupa kifua, na kutokana na dua zetu tulivyotawakali kwa Mwenyezi Mungu akatupitisha salama, pamoja na maudhi kuliko ya Firauni yaliyopita. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kweli. Ndio maana Nabii Musa alipoambiwa aende akapambane na Firauni, pamoja na kupewa nyenzo zote na Mwenyezi Mungu, lakini bado akamwambia ushanipa yote haya, lakini nakuomba na manne ya ziada. Na katika hayo manne, ya kwanza akasema Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Alitaka hayo kwanza, alitanguliza hayo mawili, akafata tena na mawili mengine, kwamba Mwenyezi Mungu la mwanzo alimuomba nini? Kifua, kwamba amsilihishie, si kifua cha kwenda kubeba chuma gym, cha kwenda kupambana na maudhi ya kifirauni na mazito yake. Kwa hivyo na sisi katika dua zetu Mwenyezi Mungu hili alitupa, kwenda kuyabeba ya kifirauni kuliko ya kifirauni. Maana naamini wengeingia mechi, naamini jamaa zetu wao wengeshinda. Naam. Mimi huwa nawaambia watu kwamba Mwenyezi Mungu moja katika neema zake kutokuwateremsha baadhi ya watu tulionao leo hapa Zanzibar, kwamba hakuwateremsha wakati wa Mtume, maana yake wengempa shida kweli. Alimpenda mtume wake kweli. Maana matata yao kuliko hao Makureishi waliokuwepo zama zile. Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaweza kuyaona madogo kwa sababu tumeshapita, lakini yalikuwa makubwa kweli. La pili, ndugu zangu, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa, mimi niwashukuru viongozi wetu wote wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa timu ya ushindi Ismail Jusa, makamu mwenyekiti wetu, ambaye alituongozea jahazi hili, kwanza kupanga mipango, kupanga malengo yetu na kuitimiza. Wao waliona yupo Jusa tu, hawakujua kwamba kuna wataalamu kweli wanaojua uchaguzi ni kitu gani. Lakini mbali ya kusimamia mipango yetu, tuwapongeze, tuwashukuru sana, kwa sababu uchaguzi unahitaji ni wa gharama, si ndio? Bendera tulizonazo ni gharama, sare tulizonazo ni gharama, na mambo mengine mengi yote yalikuwa ni gharama kubwa. Tulifanya mikutano ya hadhara 36, yote ni gharama. Kwa wenzetu mkutano mmoja milioni 400, si milioni mia ngapi mkutano mmoja. Kwa hiyo tushukuru sana kwamba yote hayo sisi hatuna ruzuku, hatuna wafadhili. Wao wenzetu walikuwa na mapesa ya kumwaga, maana kutoka bara tu waliletewa bilioni 7, bali walizokwapua wakachukua wakakusanya hapa Zanzibar, mpaka tunaambiwa wenyewe wanalalamika, mpaka siku ya mwisho ya uchaguzi
bado michango inakuja, zikaja bilioni 1,250,000. Kuna bwana mmoja yeye kazitia mfukoni kama change. Haya wanalalamika wenyewe. Sisi alhamdulillah, pamoja na shilingi yetu 1.5 tukawagaragaza kweli kweli, tukaambia uchaguzi hasa wa Zanzibar ni dhamira ya watu waliokuwa nayo. Kwa hivyo mimi naomba tuwashukuru sana, tuwapongeze kweli kweli, tuwapongeze, tuwashukuru viongozi wetu wa mkoa, wa majimbo, tuwapongeze kweli kweli wagombea wetu kwa kazi kubwa sana walioifanya. Wao walikuwa wagombea plus, maana ilibidi ukomando wafanye wao, walibidi ujasusi wafanye wao, ilibidi kupambana wapambane wao. Lakini kuna wenzetu naomba tusiwasahau. Hawa ndio waliokuwa tuliwaeka mstari wa mbele, tuliwakabidhi jambo letu, nao ni mawakala wetu. Mimi naomba tuwapongeze tena, mmewapongeza kidogo sana. Tunajua sote kwamba kazi ya uwakala, ukiwa wakala wa ACT Wazalendo, tumeshafikishwa pahala kwamba ni kazi ya kuuza roho. Au si kweli? Tokea unaingia unajua hapa na kwenda vitani, ndio tulipofikishwa. Sasa wenzetu waliojitoa wakajitolea, wakasimama wakaenda kwenye vita hivi, hawa ni watu lazima tuwaheshimu kweli kweli. Hawa tuwapongeze kweli kweli, na sisi tunajua kwamba wanahitaji, wana haki ya zawadi maalum ya kuwatambua. Na mimi niseme kwamba inshallah itafika siku tutapata uwezo na tutakuja kuwapa zawadi wanayostahili inshallah. Na moja ya zawadi yao kubwa inshallah, tutakapokuwa na serikali, tumeshapata pa kuanzia kwamba tuna watu kweli wanaoaminika, wanaojiaminisha. Tukiwa na kazi ya watu wanaohitajika, wenye kuaminika, wanaojiaminisha, ni wao mawakala. Tuwashukuru kweli kweli. Ndugu zangu, tuwashukuru pia walimu wetu, mashehe wetu. Sisi uchaguzi huu moja tulilolifanya kubwa, hili alikuwa lieleze makamo, lakini kwa sababu ya muda naona mimi niliseme kwa ufupi tu. Kama kuna jambo moja tulilokuwa nalo katika uchaguzi huu ni kumwelekea Mwenyezi Mungu, kutawakali kwa Mwenyezi Mungu. Tuwashukuru sana wazee wetu waliotuongoza katika mambo haya, wakajitoa, wakajitolea. Tuwashukuru walimu wetu, mashehe wetu ambao walifanya kazi kubwa sana kutuongoza katika hili na kusimamia jambo hili. Na kwa hakika kama kuna wakati tulitawakali kwa Mwenyezi Mungu kweli kweli, basi ni katika uchaguzi huu. Tulitawakali kwake kwa sababu tunachotafuta ni haki ya nchi yetu. Tunachotafuta ni haki ya wananchi. Tunayotafuta ni haki yetu. Mwenyezi Mungu alhamdulillah katujibu dua zetu. Kawaida binadamu anataka ngine ujibiwe lije vile vile ulivyoomba wewe, kwamba lije ndani ya box na unataka lije ndani ya box. Ukiomba keki unataka ile ile keki, au sivyo? Lakini Mwenyezi Mungu yeye ana namna yake ya kutoa, wakati wake wa kutoa, jinsi yake ya kutoa. Sisi tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu katibu dua zetu. Tulivyoendesha mambo yetu mpaka tukafika, yote ni dua zetu tulizotawakali kwa Mwenyezi Mungu. Tulimwomba Mwenyezi Mungu atufunulie nyoyo za Wazanzibari wenzetu waliokuwa bado wamelala, waliokuwa bado hawajaona njia.
Kwa mara ya kwanza nyote ni mashahidi kwamba tumepiga kura katika nchi hii tukiungana pamoja kama Wazanzibari. Kuna wakati tumepata kura nyingi kutoka CCM, ni mwaka huu, uchaguzi wa mwaka huu. Na kama mlivyozungumza, kama kuna wakati ambao CCM waliokuwa bado hawajaamka au wenyewe bado roho, wengine mazoea na tabu, basi angalau wengi hawakwenda kupiga kura. Hii kwetu sisi pia ni kutuunga mkono, ama sivyo jamani? Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, kuunganisha nyoyo zetu tukasimama katika jambo letu. Lakini kubwa kuliko yote jamani, jambo muhimu kweli kweli, jambo muhimu kweli kweli ni usalama mtu wa nafsi yake, usalama wa mali yake, usalama wa heshima yake. Na hili Mwenyezi Mungu alhamdulillah, walioyapanga watu hawa, walioyakusudia kuyafanya hapa, na yote Mwenyezi Mungu na tumeyaona vituoni. Kwa sababu mtu anapokuja leo wakafanya wanayofanya, maana yake wao wamekusudia iwe vurugu. Na kwa sababu wao walishajipanga na silaha na ukatili na udhalimu, ambao wangeumia ni watu wetu sisi. Wengi wangekuwa ni watu wetu sisi. Lakini Mwenyezi Mungu akatuongoza, akasema mtabaki salama. Alhamdulillah, kwa hilo tumshukuru. Kuna wakati walikuja mimi wakaniuliza, na niliwahi kuambia, walipotaka tuje tugawane majimbo, alikuja ibilisi wao mmoja, nikamwambia kwamba sisi hatuwezi kwenda kuwatapeli wananchi. Hii si suala letu la vyama, hili ni wananchi ndio tunaowasimamia. Sauti zao wajibu wetu kuzilinda. Tukasema kwamba wananchi wanataka hili. Sasa sisi hatuwezi kwenda kuwahadaa wananchi, wamepiga kura wanamtaka huyu, sisi tukasema hili jimbo hili tunawaachia nyinyi. Haiwezekani hilo. Sema basi majimbo yatachukuliwa yote. Nikamwambia chukueni. Sasa kama mnaweza kuchukua, kwa nini mnataka ruhusa yetu? Kwa hivyo mtafanya nini? Nikamwambia mtaona tutakayofanya. Mtatia watu barabarani. Nikamwambia sasa hatutii barabarani hata mtu mmoja. Mara inshallah atakaingia barabarani ni Mwenyezi Mungu mwenyewe, na nyie mtamuona. Tulichokusudia sisi kwamba rehema za Mwenyezi Mungu ndio zitakazo simama. Ilipofika siku, bahati mbaya, wao wakaenda wakamsubiri Mungu darajani, wakafikiria atateremka darajani. Lakini kwa mwenye akili yake kamuona Mwenyezi Mungu alivyoteremka na alikoteremka. Sijui kama mnifahamu. Na maafa yale yaliyotokea ndio walipanga yatokee hapa kwetu. Tumefahamiana? Walitegemea, walitarajia. Mwenyezi Mungu hakwenda kutokea matawini, kenda kutokea shinani. Kenda kutokea kwenye shina, na hawakumuona wao. Dunia imemuona, au sio? Na wao wamemuona. Tunasema mambo kwa udhati kwa sababu sisi tulitawakal kwa Mwenyezi Mungu. Tunalotafuta kwa dhati ni haki ya nchi yetu, haki ya watu wetu. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Ndio nilikuwa nasema kama kuna kilichoibiwa, alichodhulumu wao ni furniture, lakini nchi yetu imebaki, nyumba yetu imebaki salama.
na hapo ndio pahala pazuri pa kuanzia. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo, kwamba tumekwenda kwenye uchaguzi huu, Mwenyezi Mungu katuvusha salama. Lilobakia sasa ni kwenye suala matokeo ya uchaguzi huu. Ndugu zangu, mimi huwa ninawaambia, tuliingia uchaguzi wa mwaka 2020, yakatokea maafa aliyotokea. Watu wakauliwa 21, 18 wakabaki na ulemavu wa kudumu. Watu 48 tukawatibu kwa muda mrefu, tukaachiwa vizuka 14, yatima 38. Watu hawa ndio waliowafanya hayo. Lakini 2020 tukasema, tukayabeba yote, mzee wetu kayabeba, katuongoza, tukaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Miongoni mwa imani yetu sote tulisema 2020 ule alikuwa Magufuli ndio alofanya yale, au sivyo? Tukaingia kwa imani kwamba huku tunakokwenda tunaweza tukayatengeneza, maana tumepata mtu rahimu, au si kweli? Lakini Mwenyezi Mungu alichotaka alichokionyesha mara hii, kwa sababu ukiangalia basi hata akili ya kuiba huna wewe, mwizi, alafu unaiba kwa kibri, kwa jeuri. Dunia nzima inaonekana, dunia nzima inakuona. Manake nini? Kuna jambo Mwenyezi Mungu alitaka kuwafedhehesha. Alitaka kutuambia yale ya 2020 hayakuwa ya Magufuli, yalikuwa ya huyu Mafunguo. Yalikuwa na mwenyewe. Sasa Mwenyezi Mungu katuonesha mara hii. Mwenyezi Mungu alichofanya ni kuwafedhehesha tu. Hawa watu walikuwa na suruali imepasuka. Mwenyezi Mungu alichofanya mara hii kawapelekea ngazi, wakaambia hapa ndeni. Wakapanda. Tamani una suruali imepasuka, alafu enda kuchezea ngazi, inabidi watoto tuwaeke ndani, au sivyo? Mambo yote yamemwagika, yanaonekana, mambo yote ndio kilichotokea. Sasa wewe ulishapanga matokeo, na sisi tuliwaambia. Mimi tarehe 27 niliwaita waandishi wa habari, tukawaeleza yote waliokuwa wamepanga. Majimbo na utaka kuchukua hao vikosi walioandikisha wakawaeka kwa wasimamizi wa uchaguzi. Nasema alichosema mheshimiwa Ziada kwamba hawa watu waliokuwa wamewekwa ni askari, na kweli tuliwaandikia barua kwamba je, mmeajiri watu wa vikosi ndio wawe wasimamizi wa uchaguzi ili muwape amri za kwenda kuharibu uchaguzi. Sasa kama wewe umeweka watu wote hao, kama matokeo tayari unayo mkononi, jimbo gani nitawapa nini, jimbo gani nitaandika bato, na ushahidi ulikuwepo. Baada sisi kupeleka mawakala, walikuwa wakitafutwa mawakala wetu wenyewe, wana fomu eti wende warubuni wakajaza. Sasa kama yote hayo unayo, ilikuwa kuna haja gani kuhangaika kuleta watu kwa magari? Kuja vita mpaka wasimamizi wa vituo wakapiga kura. Mwenyezi Mungu ni ngazi aliwawekea tu, mambo yawe hadharani. Ndio kilichotokea. Wenyewe wanajiona mabingwa, lakini wamebaki kule kwetu tunasema rabakitana, hawana hata kitu. Hawana chochote, kila kitu kiko wazi. Na walivyokuwa Mwenyezi Mungu hakuwajalia nadhari. Muungwana ukivuka nguo unafanyaje? Wao wamebaki wamesimama, tena wakapanda juu ya ngazi.
Tumefahamiana? Kwa hivyo jamani, mimi niseme tunashukuru kwa hilo. Tumelipita. Swala naamini sote tunajiuliza. Kutoka hapa tunakwenda wapi? Au sivyo? Sasa hapa mimi nataka niseme kwa ufupi. Iko siku yake ya kuja kueleza kwa urefu. Lakini la kwanza, ndugu zangu, kuna mambo naomba tufahamiane. Kwa sababu tukifahamiana haya, safari yetu itakuwa rahisi. La kwanza, katika hii safari tunayokwenda, cha msingi sisi tunasema leo kwa uchaguzi huu unaoitwa uchaguzi huu, unaoitwa uchaguzi huu, fedheha sio ya ACT Wazalendo, kukosewa sio ACT Wazalendo, kusalitiwa sio ACT Wazalendo, waliodhulumiwa sio ACT Wazalendo, ni Zanzibar, ni nchi yetu sote. Tunafahamiana? Fedha zilizotumika mabilioni kwenda kufanya kituko kama hichi, uhuni kama huu uliofanyika, ni fedha zetu. Hakutoa mtu baba yake pesa wala mama yake kutoa pesa. Ni fedha za wananchi wanyonge wa nchi hii zimekwenda kutumika kufanya uhuni huu uliofanyika. Leo sisi Zanzibar si wa kuambia watu kwamba hatujui, yani tumefika kufikishwa uhuni huu tuliofanyiwa. Ni aibu, ni fedheha kwa watu wanaojijua, watu waungwana kama wa nchi hii. Kwa hivyo hilo ndio kwanza msingi wetu sisi, tulifahamu hilo kwamba hapa hatusimamii tena jambo la ACT Wazalendo. ACT Wazalendo, wananchi wa nchi hii wametuonesha kwa kauli yao moja, wametupa amana, wametupa dhamana, wametuamini tusimamie maslahi yao, na sisi inshallah tutakwenda kuyasimamia. Sasa katika safari, la kwanza kuna mambo sema tufahamiane. La kwanza, kuna change ya mwizi. Kuna change ya mwizi. Mwizi kaiba 100,000, 20,000 imemdondoka. Wana Kusini tuiache? Tuichukue au sio? Ni haki yetu, si ndio? Sasa na wao kuna hayo majimbo walioyaachia. Haya majimbo waliokuwa wameachia, tumeamua kwamba wale walioachiwa basi waende, kama ni bungeni waende, kama baraza la wakilishi waende. Hili linaweza likatumika vibaya, manake mkababaishwa, ndo mshakubali, mbona bungeni mmeingia, mbona barazani mmeingia. Tuwatakavopita wakisema, tunachosema sisi, hii ni change ya mwizi, ni haki yetu, au sio? Tutakwenda nayo, ni yetu, wala hii haina maana hata chembe. Na wao wanajua kwamba sisi tumekubali uhuni walioufanya. Wizi wao unabaki ni wizi, uhuni unabaki ni uhuni, na sisi hatutokubali nchi hii iendeshwe kihuni. Tuwe na viongozi waliopatikana kwa njia za kihuni. La pili, katika safari hii kuna milango mingi. Mlango mmoja ni wa sharia, kausema hapa Mheshimiwa Sabahi kwamba tuliwaita tukawaambia juu ya kuutumia mlango wa kisharia. Mwaka 2018 walipoleta huu ni wa wizi wa mapema, mlango mwingine waliotaka waufunge usije ukatumika ni watu kupeleka kesi mahakamani. Wakapunguza muda wa kupeleka kesi mahakamani, kwamba eti tokea siku utakapotangazwa basi ndani ya siku 7 uwe uchapeleka kesi mahakamani. Haiwezekani, kitu kilichokuwa takriban hakiwezekani.
Bara wao ni siku 30. Hapa wamefanya uhuni wakaeka siku 7. Sasa hizi siku 7 wao walipanga kwamba sisi uhuni watakaofanya huu labda tungepigwa na mughma, tungechanganyikiwa mpaka tukija tukizinduka siku ya 7 muda ushapita. Lakini sisi jamani, tulikuwa na mchoro wetu juu ya meza, likitokea hili tufanye nini na nani atakayehusika kulisimamia. Kwa hivyo kwenye hili, ndugu zangu, niwaambie tumeutumia mlango huo kwa kesi za uwakilishi kwa Unguja majimbo 17, Pemba majimbo 8 tumefungua kabla ya wakati unaotakiwa na sheria. Ikiwemo jimbo la Makunduchi. Na la pili walilofanya kutuzuia lilikuwa ni kuweka gharama kubwa, milioni 2.5 kufungua kila kesi moja. Kule bara ni wao wameweka 200,000. Sasa wewe ukitaka kuangalia sijui tusemeje hawa watu, sijui hata wapoje. Kwa hesabu za serikali yenyewe inasema kwamba pato la mwananchi wa Zanzibar kwa wastani halizidi milioni 3 kwa mwaka mzima. Lakini wao eti kufungua jambo la haki yako, haki ya wananchi, wameweka milioni 2.5 kwa kila kesi moja. Wao walijua kwamba hawa jamaa washabaliza uchaguzi, watapata wapi pesa za kufungua kesi. Jamani, sisi tumefungua kesi na pesa tumezitafuta, na inshallah haya yatakamilika kwa mujibu wa hiyo gharama walioiweka. Na tunakamilisha kesi za ubunge majimbo 17 kwa Unguja, majimbo 14 kwa Pemba. Hayo yote tutakamilisha, na haya yatakwenda kuwaumbua kweli kweli. Ndio alisema hapa Mheshimiwa Shabani kwamba wewe unasema una vituturi 37 lakini wapiga kura 26,000. Wapi na wapi? Hata haigi akili. Lakini jimbo la Pangawe kwa mfano, mwakilishi kura zake kapigiwa 18,000. Mbunge yeye jimbo hilo moja, vituo hivyo hivyo, yeye 15,000. Hata kuiba. Lakini sio kuiba, ndio ile tunasema hii ni ngazi ya Mungu. Wamewekewa waliopasukiwa na suruali. Mambo yote hadharani. Naam. Kwa hivyo huo ni mlango wa kwanza ambao tunakusudia kuutumia na tumeanza kufanyia kazi. Baada ya hapo swala linarudi pale pale. Tunakwendaje? Maana baada ya kumalizika wengi walianza kutuuliza, naingia hatuingii, au sivyo? Maana mjadala hata na wao tulipomaliza tu haya mbio wakaleta watu kike kiume, wakubwa wadogo. Manake ndio mambo yashapita. Wengine tena mtu anakuambia, kwa mimi na wewe tulivyo, hebu tukae tu yazungumze. Naambia yes rafiki yangu, kwa mimi na wewe tulivyo, lakini haya si yetu mimi na wewe, haya ya watu, haya ya nchi. Tumefahamiana? Ndio umekuwa mjadala. Wenzetu wengine wanatuuliza, jamani msije mkaingia. Sasa tunauliza wapi jamani? Wengine mpaka nje wanatuambia, jamani msiache kuingia, manake watu hawa na wao hawa ndio walivyotegemea kwamba tukimaliza wakisha kufanya uhuni wao tutakuwa mjadala sasa kuingia au kuto kuingia. Sisi tunasema tukisema ujinga sasa basi maana yake moja ni hiyo. Tuliingia 2020 pamoja na maafa yote haya
Miaka 5 tumekaa kule king'ora, nenda rudi, wewe. Miaka 5 ndio tunachokwenda kutafuta king'ora. Sisi tunatafuta, tumeingia kwa heshima, tumeingia kwa kujitoa, kwa kujitolea, kwa muhanga, kwa ajili ya nchi yetu tuitengeneze palipoharibika. Miaka 5 hakuna hata moja watu hawa walioweza kulitekeleza. Leo tunarudi tena. Ndio leo mjadala huo. Sisi hatujaenda kutafuta vyeo. Wazee wetu walioasisi harakati hizi walikuwa na vyeo vikubwa, wakaviacha wakaasisi harakati hizi. Au sivyo? Ndio msingi tunaokwenda nao. Sisi tunajua tunayotafuta ya nchi. Sasa sisi tunachosema ndugu zangu, kwamba wametokea wazee wetu waliokuwa na hikma, wamesema hebu tutafute dawa. Na sisi msingi wetu mnajua, tunasema sisi hatukatai wito, tunaweza kukataa tunaloitiwa. Sisi hatujawahi kukataa kuzungumza, kwa sababu tunaamini mazungumzo, kama pana nia ya dhati, kama mtu ni mkweli, ni njia ambayo mnaweza mkatatua tatizo lenu hata likiwa kubwa namna gani. Lakini swala ni kwamba tunakwenda kuulizana kuingia na kutokuingia. Ndugu zangu, sisi hatuendei hilo. Tumefahamiana? Tunachosema sisi imani yetu, na naomba hili kila mmoja wetu awe nalo kichwani mwake, litatusaidia, litatuweka pamoja. Safari yetu itakuwa nyepesi, safari yetu itakuwa ya pamoja. Sisi mtazamo wetu, sisi maono yetu ni lile la mwanzo nililozungumza, kwamba iliyokosewa sio ACT Wazalendo. Hapa tuna jambo la nchi. Nchi hii imetoka ilikotoka, na Mzee Karume wakapindua, wakaendesha nchi hii walivyoendesha kwa mujibu wa mahitaji ya wakati ule. Nchi hii kitawaliwa kwa dikirii. Baraza la Mapinduzi ndio lililokuwa serikali. Baraza la Mapinduzi ndio lililokuwa chombo cha kutunga sharia. Baraza la Mapinduzi ndio lililokuwa mahakama ya juu nchi hii. Mzee Jumbe akafika wakati 79 akasema jamani, hebu sasa tuwarudishie baadhi ya mambo, wananchi waendeshe nchi yao. Akatunga katiba ya mwaka 79. Hakukuwa na maandamano, hakukuwa na shindikizo, hakukuwa na vyama. Chama kilikuwa kimoja. Lakini akasema wakati unahitaji wananchi ndio waendeshe nchi yao. Akaanzisha baraza la wawakilishi, na mwenyewe kwenye hotuba ya kulifungua akasema hili baraza la wawakilishi hili ndio litakuwa ngome ya wananchi kuchunga serikali yao. Tunafahamiana? Halikuwepo. Sasa leo chombo kilichoanzishwa kwa utaratibu huo, msingi wake ni hapo. Leo anatokea mtu mmoja kwa maslahi yake, kwa shughuli zake mwenyewe, anakwenda kuufanyia ufedhuli, anakwenda kuufanyia uhuni safari hii ya Wazanzibari iliyoasisiwa na wazee wetu. Anakwenda kusema hii baraza la wawakilishi itakuwa ngome yangu ya kunilinda na shughuli zangu na ufisadi wangu. Mtakubali nyie? Ndio nchi yetu tunayojenga hiyo? Ndio Zanzibar tunayojenga? Wazee wetu hawakujenga Zanzibar hiyo. Wazee wetu wamejenga Zanzibar ya kutuachia wananchi tusimamie serikali yetu. Asitokee mtu akatafuta vikaragosi wake akatuwekea kwamba huyu ndio atakuwa mwakilishi wenu. Awe mwakilishi wenu mlomchagua kwa sauti yenu, kwa ridhaa yenu. Nani mwenye jeuri ya kuja kusema no, sio huyu, ni huyu? Mnakubali hayo? Hayo ndio tunayosema ndugu zangu.
kwamba wazee wetu walituwekea baraza la wawakilishi kiwe chombo cha wananchi kuichunga serikali yetu, kuwachunga waliopewa dhamana ya kuendesha shughuli zetu za Zanzibar. Na ndio dunia hii, ni nchi ya Jamhuri. Hii sio nchi ya ufalme, hii sio nchi ya Kimwinyi, hii ni jamhuri, na jamhuri ni watu. Na ndio maana tunasema sisi, maadamu watu ndio tulionao na wametupa ridhaa zao, sisi tutalisimamia hili mwanzo inshallah mwisho. Tuko kwenye jamhuri, hatuko kwenye ufalme wala umwinyi. Tumefahamiana? Waingereza wao walikuwa na mfumo huo wa Kimwinyi, nao wakaupindua, kisha wakaamua kurudi huko. Lakini leo tutizameni ndugu zangu, iliyosalitiwa ni Zanzibar, sio ACT Wazalendo. Tumefikishwa pahala kwamba wewe mwananchi leo huna haki ya kuchagua wala ya kuchaguliwa. Katokea mtu mmoja na jamhuri yake ya walaji na kikundi chake kidogo, wanajiita CCM. Maana sio CCM. CCM wamekaa majumbani marai wakasema hatuendi kubariki ufisadi huu. Kweli si kweli? Hao ndio CCM. Lakini hawa ni kikundi cha watu wachache. Wao ndio wanasema huna haki ya kuchagua. Wewe nani kuja kuniambia katika nchi yangu sina haki ya kuchagua? Huna haki ya kuchaguliwa. Katiba ya nchi yetu imesema mwananchi katika haki zake za mwanzo ni haki ya kuchagua na haki ya kuchaguliwa. Uwe mnyonge, uwe masikini, uwe nani, uwe mlemavu, uwe nani, una haki ya kuchagua, haki ya kuchaguliwa. Hii ndio haki ya msingi ya mwananchi. Leo unapotokea kikundi cha watu wakatuambia no, huna haki ya kuchagua. Watu wamekuchagua, lakini sisi tunasema tutafanya ghilba zetu, tutafanya uhuni. Hili si tuseme sisi wewe kuchaguliwa, tujichague sisi. Ujinga gani huu? Mtakubali tuishi kwenye uhuni huo? Tunalolitazama, iliyokosewa ni Zanzibar, iliyosalitiwa ni Zanzibar. Hawa watu walikula kiapo wakamshuhudisha Mwenyezi Mungu kwamba tutalinda katiba ya nchi hii mpaka tunaingia kwenye uchaguzi. Aliyekuwa waziri ni waziri, aliyekuwa rais ni rais, aliyekuwa makamu wa pili bado ni makamu wa pili. Ana kiapo kwamba atalinda katiba ya nchi hii. Katiba ya nchi hii ni mwananchi kwa haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Leo unakwenda kufanya uhuni, haki hii unaiondoa, haki hii unaivuruga. Jamani, mnataka twende tukajadili kuingia au kutokuingia? Leo ndugu zangu, tumefika pahala watoto wetu ni dhamana yetu. Ni wajibu wetu, wazee, viongozi, si ndio wajibu wetu? Watoto wetu tuwanyooshe wawe raia wema. Mtizameni Mwenyezi Mungu yeye alivyotoa daraja, akasema wale watu tu wanaomuomba kwamba awatunuku watoto wema na ahali wema ili waje wapate kuwa viongozi wa watu wema. Mwenyezi Mungu hapa daraja. Kasema kwenye surati Al-Furqan, si ndio? Katika watu waliowapa daraja ibadur rahman ni nani? Miongoni mwao ni wale wanaosema walladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayuni waj'alna lilmuttaqina imama. Katika watu Mwenyezi Mungu aliowapa daraja anasema ni wale wanaomuomba dua hiyo, na tunaiomba siku nyingi, mara nyingi, si kweli? Sasa wewe nani wakuja leo unawachukua watoto wadogo chuchuni unakwenda kuwafanya wezi? Unawafundisha wizi? Na sisi wazee tunyamaze kimya? Watu wa nchi hii tunyamaze kimya? Tuna watu waliowachukua watoto wetu wadogo wanakwenda kuwafundisha wizi ndani ya nchi hii.
Na unamkuta mtu eti kwa sababu na yeye anaitwa CCM, hata hayajui aliyopo maskini. Watu wanafanya hivyo wende wakapate pesa. Ndio watu unaosema kwamba watu wanakula pesa, wengine wanagombaniana raba bendi na wanaona wamepata. Umefahamiana? Tunasema hilo hatukulikubali, uhuni wa namna hiyo sio Zanzibar hii. Leo tumefika pahala askari leo kalazimishwa naye akawe mwizi. Hamkuwaona askari walioiba kura? Waliosimamia wizi, hakuwaona? Wao badala ya kupambana na uhalifu huu, kudanganya, kupiga kura mara mbili ni kosa la jinai. Vilivyofanywa kwenye vituo vya kura, kuleta watu wakapiga kura, si wakazi wa sehemu ile, hilo ni kosa la jinai. Ni kufanya kitendo hadharani kinachoweza kuleta uvujifu wa amani. Leo tuna askari kafumba macho kwa mwizi, mkali kwa aliyesema huyu mwizi. Nchi hii kama ya kijuha imekuwa kama nchi ya, maana nchi uliokuwa huna askari wa kulinda uhalifu wa namna hiyo, askari ambaye yeye anaweza akawa sababu ya kuleta uvujifu wa amani, huyo askari gani? Leo tumefika pahala ndugu zangu, mtoto wa kike wa nchi hii anafundishwa wizi, kawa mwizi. Tutapata wake wapi? Tutapata mama wapi? Mama hawa ndio wanakuja kuwa mama, hawa ndio wanakuja kuwa watoto, walezi wa watoto, walezi wa familia, walezi wa nchi, walezi wa taifa. Leo wanafundishwa wizi. Ndugu zangu, tuyakubali hayo? Leo tumefika pahala mwakilishi leo anapatikana kwa njia ya wizi, anakwenda kuingia kwenye baraza eti anaichunga serikali. Ataichunga wapi? Huyu ndo anakwenda kuchaguliwa kwa waziri. Sasa waziri mwizi, utakwenda kumsimamia mwizi gani? Waziri mwizi, mwakilishi mwizi, halafu huyu ndo anakwenda kuwekwa waziri eti wa sheria na utawala bora. Eti ndugu zangu, kapata kiti kwa wizi, leo eti ndio waziri wa sheria na utawala bora. Huyu kapata kura kiti kwa wizi, anaambiwa ndio waziri wa elimu. Enda kumfundisha nini? Wizi. Eti jamani. Jamani, hili nchi yetu inapelekwa kizani. Tunachosema sisi, hiyo sio Zanzibar yetu, hiyo sio safari yetu. Tunaoitaka ni Zanzibar yetu yenye heshima, yenye kufata katiba yake, yenye kufata sheria yake, yenye kuweka mfumo ikaondoa ufisadi katika nchi hii, tukarudi nchi hii ikawa ya kiungwana, nchi hii ikawa ya kistaarabu. Na sisi hilo ndugu zangu ndio litakalo kwenda kutuongoza. Hilo ndio tunalokwenda kulitafuta. Hatoendi kutafuta kiti cha GNU. GNU inakuwa haina maana. GNU ilikuja itengeneze Zanzibar, sio watu wapate kichaka cha kujificha halafu wende wakafanye wizi mwingine. Mwaka huu hawakupata kuua tu kwa sababu hatukuwapa fursa ya kuua, lakini walijipanga kuua. Hatuwezi kila uchaguzi sisi tukawa tunahesabu wamekufa wangapi mara hii. Na mara hii watu wako waliokufa kwa fadhaa, waliotiwa kutokana na uhuni huu uliofanywa. Kila mtu ana kifua chake cha kubeba. Wengine ndugu zetu hawakuweza kubeba. Kuna waliokuwa na mimba zimetoka kwa sababu ya uhuni huu, uonevu huu, dhulma hii iliyofanyika. Hatuwezi kuendelea kuwa na nchi ya namna hiyo. Halafu tuje tuwahalalishe, tuseme twende, wakifika waje wafanye. No, tunahitaji kuirudisha Zanzibar isimame katika misingi. Kama wanataka kweli tujenge Zanzibar mpya kweli, ndio tunakwenda kuipambania sisi. Kama kupata ni hilo, kama kukosa ni hilo, tutarudi kwenu ndugu zangu kuambia kwamba
tulilotaka ni hilo, lazima lirudi hilo. Halafu hayo mengine kama tukikubaliana hayo kwamba tunakwenda kweli kujenga Zanzibar yenye nidhamu ya watu wa staarabu, inayoendeshwa kistaarabu, kama ni uchaguzi tujenge misingi ya kuja kufanya uchaguzi wa kistaarabu. Na sisi kwenye hilo ndugu zangu, mmesikia mmeambiwa siju kuna siku 90. Siwashughulishe nyie 90, miteni, alfeni. Hebu kaeni mtulie. Hawa wanapenda kweni na amani. Hawa wanapenda namba lakini hawajui hesabu. Hiyo katiba wanaikoroga. Kwa hivyo tunachosema sisi ndugu zangu ni hicho ndicho tunachokwenda kukipambania. Tuko pamoja katika hilo? Tuko pamoja? Na hilo ndio litakalorudisha haki yetu, haki ya nchi yetu. Tuko pamoja ndugu zangu? Tuko pamoja? Hebu nione basi, kama tunyenywe mkono nione kama kweli. Mimi nashukuru sana. Lakini malizie kwa kusema, kwa hivyo sisi tumejipa kazi hiyo. Katika kazi hiyo wapo wenzangu mimi wanaonishauri, timu kubwa, hao wote wamwa. Yusa yumo, Mazuru yumo, Bimani yumo, Babuduni yumo, mwanasheria mkuu wa chama yumo, Mansuri yumo, Fatuma Fereji yumo, na naibu katibu mkuu wa chama chetu. Lakini mimi nikenda kwenye hizi shughuli za kuzungumza na kwenda na mzee wetu Babuduni. Kwa hivyo mwe na amani. Sisi bwana hatutokwenda kuwekiwa chambo. Mate yakatutoka. Sisi mate yashatukauka. Mate yetu yako kwenye nchi yetu. Lakini nimalizie ndugu zangu kwa kusema jambo moja. Kwanza kwamba hii safari tunaisema, lakini bado inahitaji subra. Subra kwa sababu watapita hawa vinyamkera. Watapita wakiwaambia maneno ya kuwavunja moyo kwamba ndio basi uchaguzi umekwisha, ndio kweli umekwisha. Na hatukuona sisi, hakukuwa na uchaguzi. Sisi wametuletea kwa mfano barua yetu tupeleke jina la makamo wa kwanza wa rais. Majibu sitaki niyaseme. Lakini kwa ufupi tunaambia kwa uchaguzi gani? Kwa uchaguzi gani? Maana katiba yetu inasema aliyetokea wa kwanza ndio awe hivi, aliyetokea wa pili ndio awe hivi. Wewe umejuaje sisi wa pili? Wakati sisi ndio tuliopewa ridhaa na wananchi wa Zanzibar. Kwa hivyo sisi tukae pale mezani tukualike wewe, lete jina. Tumefahamiana. Lakini sisi hatujapeleka jina. Tunaambia la kwanza tuulize, nataka mimi umuite kwa jina langu. Tulikuwa na chuo kwani? Mtoto ulipata wapi? Au sivyo? Ndio ajulikane baba, au sivyo? Naam. Kwa hiyo kwa ufupi tunachosema, hii safari itahitaji subra. Kwa sababu silaha yao sasa ni hiyo. Sisi tunasema tunakijua tunachokifanya. Na tunachokitafuta ni hicho. Tunajua wao hawakitaki hicho. Tumefahamiana. Kwa hivyo si safari ambayo mkachukulia itakuwa nyepesi. Tujipange hilo, tulijue hilo. Lakini muwe na imani, muwe na amani kwamba hiyo ndio safari yetu. Na tunaiendea kwa weledi, tunaiendea kwa imani ya 100% na kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele. La pili ndugu zangu, tumefika hapa leo kwa sababu ya mshikamano wetu, kwa sababu ya umoja wetu,
na kwa sababu ya kuimarisha taasisi yetu, chombo chetu tulichokitumia katika kufika hapa tulipofika. Mimi naomba kama kuna wakati tunahitaji mambo haya, ni sasa. Tunahitaji mshikamano kuliko tulikotoka. Tunahitaji umoja kuliko tulikotoka. Sasa hivi sio tu tuwe na mshikamano, tuonekane pia kama tumekuwa tuko kwenye mshikamano. Maana haya tunaweza ukapitiwa sisi tunasema tunaongozwa na msemo wa wazee wetu. Wazee wetu walituambia, sikiliza, mambo yote duniani azima, unaweza ukaazima jambo moja, usije ukaazima ujinga wa mtu. Usije ukaazima. Kama wataka ujinga tengeneza mwenyewe utumie. Au sivyo? Kwa hivyo na sisi tunasema, sisi kama ni ujinga, huu ni ujinga wetu kusimama kwenye hili. Sisi tunavyoamini huu ni werevu wetu, kwa sababu tunajua nini kilichoharibika na ambacho hatukikubali na lazima tukitafute. Kwa hivyo hili kama tuko pamoja, tusimame nalo pamoja. Si tumesema tuko pamoja? Tusimame nalo pamoja. Akitokea mmoja akasema yeye mwerevu, akaona hii njia sio, huyo si wetu. Aisa minna, au sio? Huyu si wetu. Wetu ni yule ambaye tutasimama pamoja katika hili. Kama ni ujinga, ti ujinga wetu unakutakia nini wewe? Au sivyo? Wewe unakukera nini? Kama ni werevu wetu. Kwa hivyo litakalo zidi. Na katika hilo msikubali kuletewa maburukutu. Mkaambiwa sijui drip, sijui nani, kuna nini. Jamani, lolote njia iliyopita, sisi tuna nidhamu ya kuwasiliana. Ndio maana leo tumewafuata kuambia kinachojiri, kinachoendelea. Au sivyo? Na nyie alhamdulillah, Mwenyezi Mungu sifa hiyo katupa. Hata kuna siku karibuni, wiki iliyopita, nilikutana na mmoja katika wazee wetu ambaye aliwahi kuwa rais wa Zanzibar. Akanipa salamu hizo, akanambia, bwana, ninawapongeza kwa dhati wanachama wenu kwa kuwa na nidhamu, wakasikiliza maneno ya viongozi wenu, mkaiepusha nchi hii na balaa na janga la kuvunjika amani. Hizo ni salamu za mzee wetu. Tumefahamiana. Tuliendeleze hili, ndio rasilimali yetu, ndio mali yetu, ndio silaha yetu. Tuko pamoja jamani? Kama tuko pamoja, mimi naomba niwashukuru kwamba tuko pamoja katika hili. Tunachosema, tulipofika tumefika, sasa basi. Hapo alipofika sasa basi. Tunaotaka ni nchi yetu, ni Zanzibar yetu irudi katika misingi ya kuendeshwa kistaarabu. Tusimame katika msingi wa katiba yetu, tamaduni zetu, silka zetu. Hatutokubali nchi yetu kuchezewa na kufanyiwa uhuni wa namna hii. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tunasema sasa tulipofika basi. Asanteni sana, mimi nawashukuru sana.